Hujambo na karibu mpenzi mtazamaji wa chaneli yetu. Huu ni wakati na masaa mwingine tena ambapo tunakutana hapa kwenye chaneli yetu ili kuweza kuhabarishana habari za Tanzania na nje ya Tanzania. Na mezani kwetu leo tumefikiwa na habari ya Margaret Nduta Macharia, mzaliwa wa Kenya, kuhukumiwa kunyongwa hadi kufa huko nchini Vietnam kwa kosa la kusafirisha madawa ya kulevya. Hakika maisha yana fumbo kubwa. Hivi karibuni tumeshuhudia habari kadhaa kuhusu watu mbalimbali wakikamatwa kwa makosa ya madawa ya kulevya. Mambo ndio yamemkuta mwanadada huyu katika safari yake, safari ya ndoto iliyogeuka jinamizi la kifo. Leo siku ya mwisho kwa Margaret Nduta, mwanamke kijana kutoka Murang'a, Kenya, ambaye alikuwa na ndoto kubwa za kubadili maisha yake. Alitaka maisha mazuri, alitaka kutoka kwenye shida za kifedha, alitaka kusaidia familia yake. Lakini badala yake alijikuta akihukumiwa kifo nchini Vietnam. Machi 16, 2025 atanyongwa kwa kosa la kusafirisha dawa za kulevya, kosa ambalo anasema hakujua kama alikuwa limelifanya. Lakini hii si hadithi ya mtu mmoja. Hii ni hadithi ya maelfu ya vijana wa Kiafrika wanaotafuta maisha bora nje ya nchi na kuishia kwenye mikono ya mitandao kusafirisha mihadarati. Hii ni safari ya Nduta, safari ya matumaini, ndoto na mwisho kusikitisha. Nduta alikuwa kama vijana wengine wa Kenya na Afrika Mashariki. Margaret Nduta Macharia alizaliwa huko Karikwe, kijiji kidogo cha Kiharu katika kaunti ya Murang'a. Alikuwa katika familia ya watu wa kawaida. Mama yake Purity Wangari alikuwa mama wa nyumbani na mfanyabiashara mdogo wa mboga sokoni, na baba yake alikuwa mkulima wa kahawa na mahindi. Margaret alikuwa mtoto wa tatu kati ya watoto wanne, na tangu mdogo alionyesha tabia ya utulivu na bidii. Alikuwa akifanya kazi za kuuza nguo za mitumba na kumsaidia mama yake sokoni, lakini pesa hazikuwa za kutosha. Alikuwa na ndoto za maisha bora, akiangalia watu wakiendesha magari ya kifahari mjini na kusema, siku moja nitakuwa kama hao. Lakini maisha kijijini yalikuwa na changamoto na ndoto zake zikaanza kufifia polepole. Alitaka maisha mazuri, alitaka kusaidia familia yake. Alijua njia moja kuu ya kupata hayo, kazi nje ya nchi, Uarabuni na Ulaya. Hizi ndizo zilikuwa ndoto zake. Miji yenye mishahara mizuri, nafasi za kazi nyingi na matarajio ya kubadili maisha haraka. Na kama ilivyo kwa wengi, alianza kutafuta mawakala wa ajira. Aliona watu wakiondoka kwenda kufanya kazi Uarabuni na kurudi na pesa. Hakutaka kubaki nyuma. Kwa hiyo alijiingiza kwenye mtandao wa mawakala wanaosafirisha watu kwenda kufanya kazi nje. Nduta hakuwa na pesa za kutosha kulipa ada ya mawakala hawa. Lakini alipoambiwa kuwa kuna nafasi ya kazi na angeweza kulipa baadaye, aliona huu ndio mwanya wake wa kutoa kukaa kwenye maskini. Muda mfupi baada ya kuwasiliana na mawakala mmoja, aliambiwa amepata. Hapa ndipo alipokutana na mtu aitwaye John. John alimwambia, ninakutuma Asia, utapata kazi ya starehe. Margaret alishangaa. Hakuwa amesafiri nje ya nchi hapo awali, lakini John alimwambia, huna cha kuogopa. Utachukua begi moja tu hadi Loas, ukakutane na mwanamke huko. Hakukuwa na maelezo ya kina. Aliambiwa atapewa tiketi ya ndege, hati zote muhimu, na atakapofika ndipo atajua atakapofanya kazi. Ilisikika kama dili zuri. Mamake Purity alikuwa na wasiwasi. Margaret, huyu ni mtu wa ajabu, usimwamini. Lakini Margaret alisema, mama, hii ni nafasi yangu mama. Sitarudi maskini tena. Alipakia nguo chache kwenye begi lake la zamani, lakini John alimwambia, acha begi lako, nitakupa jipya la kusafiria. Alimpa begi jipya la rangi ya kijivu na Margaret akakubali bila kuuliza mengi. Labda alikuwa na furaha ya ndoto zake au labda hakuona hatari. Siku ya safari alipofika uwanja wa ndege, alikabidhiwa hati za kusafiria. Alishtuka kuona jina la nchi ya Vietnam. Hakuwa na ndoto ya kwenda Vietnam, lakini aliamini kuwa ili mradi kazi ipo ni bora kujaribu. Alikabidhiwa begi na akaambiwa atalipwa $1,300 kwa kuwasilisha mzigo huo. Kwa mtu aliyekuwa na hali ngumu ya kifedha, pesa hizi zingekuwa msaada mkubwa. Alikubali bila kujua kuwa begi hilo lilikuwa tiketi yake ya kwenda kifo. Hii ilikuwa Julai 2023. Aliaga familia yake akaenda JKIA na akaanza safari yake. Alipitia Boro International Airport huko Ethiopia.
Hamad International Airport huko Qatar na hatimaye akafika Tan Son Nhat International Airport huko Ho Chi Minh City, Vietnam. Nduta aliwasili katika uwanja wa ndege wa Tan Son Nhat mjini Ho Chi Minh, Vietnam mnamo Julai 14, 2023. Alikuwa amesafiri kwa masaa zaidi ya 20 akiwa amechoka lakini na furaha ya kuona dunia mpya. Alikuwa amechelewa kidogo, lakini wafanyakazi wa uwanja wa ndege walimsaidia kukamilisha taratibu za uhamiaji haraka ili awahi ndege yake ya kuelekea Laos. Lakini mambo yalibadilika ghafla. Wakati wa ukaguzi wa mizigo, maafisa wa forodha waliona kitu cha kutiliwa shaka ndani ya begi lake. Wakamwomba alifungue. Nduta bila wasiwasi akawaruhusu. Kilichofuata kilibadili maisha yake milele. Begi lake lilikuwa na zaidi ya kilo 2 za cocaine. Alipoambiwa hakuamini. Margaret alishangaa. Alisema, "Hii si yangu, mimi sijui hili," lakini polisi hawakumsikiliza. Walimfunga pingu wakampeleka chumba cha maalum kwanza, na ndoto zake zikaanza kufufia. Hakujua chochote kuhusu dawa hizo. Sababu pia ziliwekwa sehemu ya siri kwenye begi. Lakini sheria haikujali alichojua au hakujua. Alikaa gerezani huko Vietnam kwa miezi kadhaa akiwa peke yake bila mtu wa kumsaidia. Familia yake huku Margaret haikujua chochote. Walidhani Margaret alikuwa akifanya kazi ya starehe kama John alivyosema. Lakini Machi 6, 2025, kesi yake ilianza kwenye mahakama ya watu wa Ho Chi Minh City. Alijitetea kwa nguvu zote kwamba hakujua kama mzigo huo ulikuwa na dawa za kulevya. Margaret alisema mbele ya hakimu, "Mimi ni mwanamke wa kawaida kutoka Kenya. John alinipa begi hili, sikujua kilikuwa na dawa za kulevya." Alilia akisema alikuwa amedanganywa, lakini mahakama ya Vietnam haikumsikiliza. Sheria za Vietnam hazina nafasi ya huruma kwa makosa ya mihadarati. Katika nchi hii, yeyote anayepatikana na zaidi ya gramu 600 za heroin na kilo 2 za methamphetamine anakabiliwa na hukumu ya kifo. Nduta alikuwa na kilo 2. Alikuwa tayari ameshavuka kiwango cha msamaha. Mawakili wake walijaribu kuomba huruma ya mahakama, lakini waendesha mashtaka walisisitiza kuwa utetezi wake hauna mashiko. Sheria ilisema wazi, "Ignorance of the law is not excuse." Kutokujua sheria hakumpi mtu kinga dhidi ya adhabu. Mnamo Machi 6, 2025, mahakama ilitoa uamuzi wake wa mwisho. Nduta alihukumiwa kunyongwa hadi kufa. Hukumu ya Margaret ilitangazwa Machi 6, 2025. Alipewa siku 7 tu za kukata rufaa hadi Machi 12, lakini hakuna rufaa iliyofanikisha. Habari zikaenea mitandaoni na familia yake ikapata taarifa Machi 8 kupitia interneti. Hawakuwa wameongea naye tangu alipoondoka Julai 2023. Mama yake Purity Wangari alilia mbele ya waandishi wa habari huko Karikwe akisema, "Mwanangu alikuwa wa mtu wa kanisani, hakuwa mhalifu, alitaka maisha bora tu. Sasa anapaswa kufa kwa nini?" Familia yake ilisema, "Margaret alikuwa msichana wa bidii na walihisi alikuwa amedanganywa na John, ambaye sasa hajulikani aliko." Watu wa Murang'a walishangaa, "Margaret Nduta? Huyu alikuwa mtu wa kawaida. Anawezaje kuwa mhalifu wa dawa za kulevya?" Wengi walisema alikuwa amewekewa mtego na wafanyabiashara wa dawa za kulevya, lakini mahakama ya Vietnam ilikuwa imeamua. Machi 16, 2025, angeuawa kwa sindano ya sumu, lethal injection, njia ya kawaida ya Vietnam ya kuwaua waliokosa. Mama yake alisema, "Nataka tu nimuone mara ya mwisho, hata akiwa gerezani hapa Kenya. Ni bora kuliko kufa huko mbali." Familia ya Nduta ilianza kuomba msaada kutoka kwa serikali ya Kenya. Seneta wa Kisii Richard Onyoka aliandika barua kwa Rais William Ruto Machi 14 akisema, "Tuwasiliane na Vietnam, tumuombee huruma Margaret aweze kurudi Kenya na afungwe hapa badala ya kufa." Katibu wa mambo ya nje Korea Sing'oei alizungumza na naibu waziri wa Vietnam Nguyen Minh Hang Machi 16, 2025 akiomba hukumu isitishwe. Alisema, "Watu wa Kenya wana wasiwasi, tunaomba muda zaidi tupate suluhu." Vietnam ilisema wanaangalia ombi hilo, lakini wakati ulikuwa unapita haraka. Saa 8:30 usiku Machi 17 saa za Vietnam, kama sijakosea ndio itakuwa siku ya mwisho ya Margaret. Lakini changamoto kubwa ni kwamba Kenya haina mkataba wa kubadilishana wafungwa na Vietnam. Kenya haina ubalozi nchini Vietnam. Sheria za Vietnam ni kali sana dhidi ya madawa ya kulevya. Serikali ya Kenya ingeweza kuingilia kati kidiplomasia,
lakini bado nafasi ya kufanikiwa ilikuwa ndogo sana. Hakuna dalili ya serikali ya Kenya kufanikisha kuahirisha hukumu hii mpaka muda huu. Nduta hakuwahi kufikiria kuwa ndoto yake ya maisha bora ingetamatika kwenye chumba cha kunyongwa. Alitaka tu maisha mazuri, lakini alijikuta ameanguka kwenye mikono ya mitandao ya madawa ya kulevya bila kujua. Hii ni funzo kubwa kwa wote wanaotafuta ajira nje ya nchi. Usikubali kusafirisha mzigo wa mtu usiyemjua. Chunguza kwa makini mawakala wa ajira kabla ya kuamini ofa zao. Ofa zinazoonekana kuwa nzuri kupita kiasi zinaweza kuwa mitego ya kifo. Inauma sana, hasa kuzingatia hukujua. Story hii ina mafunzo mengi ya kujifunza kijana wa Afrika au kijana unayetafuta kazi nje ya Afrika.